Siku ya leo tuna bahati sana, kwa maana nimejikuta aliponiambia nitahubiri juu ya dhabihu, nikawa ninajiandaa kufundisha juu ya kuinua madhabahu, na uwezi ukainua madhabahu bila dhabihu. So today I want to talk about raising an altar, jinsi ya kuinua madhabahu. Mara ya kwanza kusikia juu ya kuinua madhabahu, shida yangu ilikuwa najiuliza inainuliwa gani, na Yesu alishainua madhabahu. Na nikaanza kusikia tu watu wakihubiri mpaka nikasema hapana, wacha nijaribu mwenyewe, niingie kwa Biblia kama msomi wa Biblia, niweze kuchambua na kujua tukiongea juu ya madhabahu kwanza tunaongea juu ya nini. Na kuna mambo ambayo kwa kanisa huwa tunaongea mingi ambayo ukiulizwa maana yake huwezi eleza. Moja ni madhabahu, ingine ni glory, Ebeneza, maneno mzito mzito. Kwa hiyo tunaanza vizuri kwa kudefine madhabahu, lakini kabla hiyo ningetaka nisome Biblia katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 35 verse 1. Mwanzo 35. Nilikuwa nafikiria nitapata msomaji wa Biblia. Genesis 35 tutasoma mstari wa kwanza. Biblia inasema, Then God said to Jacob, Go up to Bethel and settle there and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. Nataka tuombe. Baba, nakushukuru kwa neno hili. Naomba liwe la manufaa kwa kila mmoja. Tubariki siku ya leo katika jina la Yesu naomba na kuamini. Unaweza kusema amen. Bwana akamwambia Yakobo, ondoka uende mahali ambayo tulikutana na wewe Bethel. Ukifika pale Bethel ukanijengee madhabahu mahali nilinena na wewe. Sasa nataka tuanze kwanza kujua madhabahu ni nini. What's an altar? Madhabahu, an altar is a structured place where sacrifices are made. Madhabahu ni mjengo ambao umejengwa ama mawe ambayo imewekwa mahali dhabihu huwa zinatolewa. A structured place where sacrifices are made. Ni mahali ambapo pamewekwa specific, hapa ni mahali pa kutoa dhabihu. Na pia tukiongea juu ya madhabahu, tunaweza kusema ni mahali pa dhabihu, a place of sacrifices. Mahali pote panatolewa dhabihu, hapo ndio panaweza kuwa panaitwa madhabahu. Na definition ya tatu ya madhabahu, tunaweza sema ni mahali ambaye miungu hukutana na wanadamu. Sijasema Mungu, nimetumia jina miungu kumaanisha kuna madhabahu ya wachawi, kuna madhabahu ya watu wajaokoka, kuna madhabahu ya waganga, kuna madhabahu ya waindi. Na kini popote kuna madhabahu, it is a meeting point. Ni mahali ambaye miungu hukutana na wanadamu. Kwa hivyo hata Biblia nayo ina define madhabahu kama ni mahali ambaye Mungu Jehova Yawe anakutana na watu wake. Sema amen. Amen. Nataka ujue Mungu yuko kila mahali, lakini Mungu hakutani na watu kila mahali. Kuna mahali specific Mungu hukutana naye. It's a portal, mahali ambaye ni rahisi kukutana na Mungu. Kwa mfano, ukitaka kuomba Mungu uende kwa bao uombe, labda utachukua masaa mawili ya breakthrough, alafu ya tatu ndio uanze kusikia kama bingu inakuja. Lakini ukiingia kwa hii kanisa uanze kuomba, dakika 3 bingu inafunguka, kwa maana ni dhabihu, kuna madhabahu ambayo imedediketiwa ya Mungu. Sema amen. Kuna madhabahu imedediketiwa ya Mungu, na ni vizuri kufanya. Ndio Yesu alikasirika juu ya kanisa, akasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi, na akafunguza wale walikuwa wanafanya biashara. Kwa nini? Walikuwa wanachafua madhabahu ikose kuwa na ile breakthrough ya katikati ya Mungu na mwanadamu. Sasa Yesu akakasirika, akasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya Mungu, itaitwa nyumba ya maombi. So tunaweza kufanya madhabahu yetu ikuwe strong, na nitakuwa nikiingia pale bado tuna define madhabahu inaweza kuwa nini. So it's a meeting place between God and humanity. Na wakati tunasema juu ya kuinua madhabahu, inasema ni kurecover, kurestore, kurejesha, ama ni kujenga upya, ama ni kuanzisha madhabahu. Amen. Yes. So tukisema we are raising an altar, inaweza kuwa mahali hapa hawajawahi abudu tena, sasa tuna raise an altar. Ndio unaona Biblia
iko specific wakati inakuja mtu kuingia nyumba. Una dedicate. Kwa nini? Unaalika madhabahu kwa hiyo nyumba. Hiyo ndio inaitwa dedication. Biblia iko specific wakati inakuja juu ya mtoto akizaliwa. Inapeana siku ya dedication ya mtoto. Yaani kuanzisha madhabahu kwa huyo mtoto. Na Biblia iko specific wakati mtu anaingia kwa huduma. Kuna ordination. Halo? Yaani ili madhabahu ya huduma pia inafanya nini? Na kuna tofauti ya watu ambao wako ordained na wale ambao si ordained. Kubwa sana. Kuna tofauti kubwa sana. Na kuna wahubiri watang'ang'ana milele mpaka siku ile watapata ni nani atakaye wa ordain. Kwa hiyo Biblia Mungu hajaruhusu mtu ajiwekelee mkono. Nimejiweka wakfu kuanzia leo, mimi ni apostle fulani fulani. Hiyo tu ni jina umejiwekea. Lazima kuwe na ile madhabahu ambaye inaweza kukudedicate. Sema amen. Amen. So what altars must, kila madhabahu kuna vitu 3 inatakana ikuwe naye. Every altar must have 3 things. Ya kwanza, madhabahu yote lazima ikuwe na dhabihu. Madhabahu yote lazima ikuwe na dhabihu. Kanisa la Afrika lilichelewa sana kusonga mbele, kwa maana wazungu walikubali tutengeneze kanisa madhabahu ambaye sio lazima utoe sadaka. Sasa umaskini ikafuata watu wengi, kwa maana madhabahu ndio iongee juu yako, lazima ikuwe na dhabihu. Na nionyeshe kanisa ambaye hawatoi sadaka na nitakuonyesha kanisa kidogo. Kanisa yote ambaye hawatoi sadaka sana, wanajitetea vile hawatoi, ni kanisa ndogo. Naturally haiwezi kugrow. Na ukitaka kanisa igrow, ina grow kwa kuraise an altar, ama ina grow kwa kuraise sacrifices. Kwa hivyo kila madhabahu ambao unasema ni ya Mungu, wakati yote unasema nainua madhabahu, nataka kutoa dhabihu, lazima dhabihu ipatikane katika madhabahu. So tunaweza sema a sacrifice is a medium of exchange. Dhabihu ndio currency ambayo inatumika kwa madhabahu. Kwa hiyo kama unataka kununua baraka yoyote katika madhabahu, hauwezi kuinunua na mdomo. Unainunua na dhabihu. Haleluya. Unanishika sasa? Ukienda supermarket kununua vitu, watakuuliza kama una Visa card, una M-Pesa ama una pesa ya Kenya. Hizo 3. Huwezi kuja na pesa ya Uganda, huwezi kuja na Huruma, huwezi kuja na Kuria. Huwezi kuja ujipingilishe pale na njaa, waone huyu kweli yako na njaa, wakufanyie shopping. Shopping yote utafanywa katika supermarket, lazima wataangalia medium of exchange. Ni nini ambao wanatumia ndio uchukue kitu pale. Naye katika kila madhabahu ambayo tuko naye kanisani na kwa nyumba ya Bwana, kama unataka kuchukua chochote kutoka kwa hiyo madhabahu, there must be a medium. Ile currency inatumika ni dhabihu. So siku ile utaenda katika nyumba ya Bwana, pastor kwa bahati mzuri asahau kuitisha dhabihu, ujue wewe ndio umeibiwa, sio wewe umeibia madhabahu. Kwa maana utatoka pale mkono mtupu. Na Daudi anasema hivi wakati aliambiwa kwamba na Arauna, akamwambia wacha nikupatie ng'ombe utoe sadaka, wacha nikupatie kuni, na wacha nikupatie kiwanja. Daudi akasema hivi, siwezi kumtolea Mungu dhabihu ambaye hainigharimu kitu. Kwa hivyo tukikuja na wewe kanisani, mimi nikupee sadaka utoe, ujue bado hujatoa, umenitolea. Bwana asifiwe sana. Ni mimi umetolea, wewe hujatoa bado. Mpaka ikue ni currency ambaye ni gharama yako mwenyewe, ni currency ama ni medium ambaye inakubalika. Kitu cha pili ambaye lazima ikue na katika kila madhabahu, every altar must have a place. Madhabahu lazima ikue na specific place. Huwezi kuweka madhabahu hewani. Madhabahu lazima ikue na specific place. Na Mungu anamwambia hivi, anamwambia Jacob, kumbuka mahali ambaye nilinena na wewe, a place where I talked with you. Mahali ulimwaga mafuta. Unakumbuka alipokuwa anatoroka akiwa na chupa ya mafuta, mahali alilala, alipoamka akasema hii ni nyumba ya Bwana.
akaidedicate, akamwaga mafuta, ikakuwa madhabahu. Kwa nini alidedicate? Ili kwa hizi mawe zilikuwa mingi, ile ilimwagiwa mafuta, hata baada ya miaka 20 ile mawe lazima ingeonekana tofauti, ikuwe nyeusi kuliko hizi zingine, kumaanisha kulikuwa na madhabahu. Sasa Mungu anamwambia, siwezi kujibu chochote hapa mahali huko, nataka urudi mahali ambayo madhabahu yangu na wewe iko, a specific place, ili nianze kukubariki kutoka pale. Hey, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kama wewe unatembea na sadaka barabarani kubariki mtu yote utapata, ujue bado hujatuma kwa madhabahu, unacheza. Kwa maana madhabahu lazima ikuwe specific altar. Sema amen. Kama wewe ni wapefa hapa, kuna baraka unaweza tafuta kwa barabara ukose, mpaka urudi mahali ambaye madhabahu yako iko, commitment yako iko. Oh my God, niko naongea na watu jamani. So an altar lazima kuwe na dhabihu na kuwe na specific altar mahali fulani ambaye mnakutana na Mungu wako. Jambo la tatu ambaye lazima ikuwe katika kila madhabahu, kila madhabahu ina kuhani. Kila madhabahu ina nini? Kila madhabahu, hata kwa mchawi huwezi tupeleka tu ng'ombe uweke hapo, utakuta mganga akisema leta kuku nyeusi, yeye ndio kuhani hapo. Lazima kuwe na kuhani. Ukiona madhabahu ujue iko sadaka, iko madhabahu yenyewe na iko nani. Kwa hivyo popote utakuta madhabahu, usibomoe madhabahu, lazima kuwe na mwenyewe. Na wakati Gideon alibomoa madhabahu, wenye madhabahu walikuja asubuhi wakauliza, ni nani aliyebomoa hii madhabahu yetu? Kwa nini? Kila madhabahu ina wenyewe. Kwa hivyo wakati unabomoa madhabahu ya usherati, ukujue kuna mwenye hiyo madhabahu. Na ndio kanisani ukitangaza msherati mmoja unasikia reaction. Ameumizwa, wangenyamaza, wangeweka kimya kimya. Wenye hiyo madhabahu, washerati wenzao, wenye hiyo madhabahu lazima waitetee. Wanateta sana. So kila madhabahu ina kuhani. Na ndio maana ni mzuri sana kuwa na kuhani wa maisha yako. Sio tu mchungaji. Mchungaji ni kuchunga kondoo. Lakini sisi wachungaji, kuna wakati tunatoka kwa office of the pastor, tunaingia the office of the priest. Ndio unakuta unaweza kuomba usiku kwa niaba ya mtu, huyo ni kuhani. Pastor atakuchunga na akuhubirie vizuri, lakini kuhani anaweza enda extra mile, afunge kwa sababu ya mtu. Kuhani, unaweza kuwa kuhani ni yule ambaye anaambiwa mambo ya watu. Na lala leo usiku na Mungu ananisumbua juu ya Mrs. Thiongo. Kwa nini? Mimi ni kuhani. Lakini ikiwa pastor, vitu si unaona kondoo na macho, unajua vile ziko. Hakuna mahali ambaye madhabahu inakujia. Lakini kama wewe ni mchungaji na wewe ni mama mchungaji, usikubali tu kuwa mama mchungaji, kuwa mama kuhani katika hiyo kanisa. Na ndio maana mmekuja hapa kuomba. Kwa maana kama hauombi, hauwezi ukakuwa una madhabahu katika maisha yako. Sema amen. Sikiza hii. Types of sacrifices. Kuna dhabihu ambayo zinakuwa katika madhabahu. Nataka tusomee katika Hebrews chapter 13 verse 15. Hebrews 13 verse 15. Umepata Bible leo alikuwa anasomea. Hebrews Waebrania. Hebrews 13. Waebrania 13. Hebrews 13 verse 15. Soma. Waebrania 13 na mstari wa 10 na 15. Inasema, basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Amen. Dhabihu ya kwanza ambayo Bwana anaongea juu yake, he is talking about the sacrifice of praise. Dhabihu ya sifa. Dhabihu ya nini? Ya sifa. Kwa hivyo wakati unakuja kutoa dhabihu, sio tu kutupa pesa kwa madhabahu. Kwa maana dhabihu si moja. Inaanza na dhabihu ya sifa. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Dhabihu ya kwanza ya kuingia na katika nyumba ya Bwana ni furaha. Ni kama tunahitaji kuwa na ushers pale kwa mlango kuambia mtu usiingie kanisa umenuna, ingia na dhabihu ya kwanza, sadaka ya kwanza ambayo ni shukrani.
Amen. Sasa Waebrania inasema dhabihu gani inatolewa kwa ile madhabahu? Dhabihu ya kwanza ni inaitwa dhabihu ya sifa, praises. Na hiyo Waebrania inaendelea verse 16 inasema sadaka za midomo yetu, sadaka za worship, sadaka za midomo yetu, sadaka za kumwabudu Bwana, sadaka za ambazo natolea Mungu kumshukuru, kumwambia Bwana asante. Nimeona baada ya corona watu wengi bado hawana haja ya kurudi kwa nyumba ya Bwana. Sio pesa wamekataa kutoa, ile imekuwa shida kwamba sadaka ya kwanza ambayo ni ya thanksgiving hawana. Sasa ndio utashangaa Mrs. Diongo, sadaka zinarudi chini. Kwa nini? Watu wanalalamika usiku na mchana. Kwa hivyo kama sadaka ya mdomo haijaanza, hatungojei sadaka ya pesa. Sema amen. Na ninapenda siku hizi hata Wakatoliki wakati wanaenda kutoa dhabihu zao, wanaanza kwa kudance, wanaanza kwa kucelebrate. Lakini kwetu unaona mtu anaingia kwa mfuko na hasira, ni kama wameitisha pesa tena, ni kama wanaitisha sadaka tena. Yule unatakana ukasirikie sio kanisa, kasirikia kioski ama duka ambayo iko hapo kwako, kwa maana inachukua pesa zako kila asubuhi, kila jioni, wiki mzima, siku 7. Kanisani tunachukua sadaka moja tu na watu wanakasirika, ni kama hiyo ndio ilikufilisisha. Sema amen. Kwa hivyo dhabihu ambayo inachukuliwa ya kwanza ni ya sifa. Dhabihu ya pili, Romans chapter 12 verse 1 inasema let us present our bodies as a living sacrifice. Dhabihu ya pili ni miili yetu. Miili yetu unatolewa kama dhabihu. Unatoa mwili wako kama dhabihu aje. Mwili wako unauleta kanisani. Kuna watu leo walikuja maombi kwa roho, tulikuwa na nyinyi kwa roho. Lakini sasa hiyo dhabihu ya roho hatukutaka leo. Hizo maroho zitatusumbua hapa. Tunataka dhabihu ya mwili wako. Sema amen. Na wamama lazima waruhusiwe waoshe kanisa, kwa maana wakati wanaosha kanisa wanatoa dhabihu ya mwili wao. Kuna wamama mimi wakiniambia wanaumwa na mgongo, huwa nawaambia sikuombe, ienda osha kanisa, na wakiosha inapona. Kwa maana imejikunjia wapi? Nyumbani, haijajikunjia kwa kanisa, na inaweza nyorosho ikitoa dhabihu pale. Kuna dhabihu ya kuosha kanisa, kuosha dirisha, kuosha choo ya kanisa, kuleta chakula kwa nyumba ya mchungaji kanisani, kupanguza madhabahu. Kazi yote unafanya kwa nyumba ya Bwana ni dhabihu, sio kazi, sio duty roster ya primary school. Yeyote duty unafanya kwa kanisa is an offering, ni sadaka unatoa ya mwili wako. Na unatoa sadaka ya mwili wako wakati una fast, unakaa njaa kwa sababu ya Bwana, unatoa dhabihu kwa hiyo madhabahu. Oh my God. Unatoa dhabihu wakati unaweza pereka miguu yako ipeleke habari njema kufikia watu ambaye unawatia moyo, wakati unatoa mali yako, wakati unachoka. Hiyo ni dhabihu ambaye unatoa katika madhabahu. Na sadaka ya tatu ni dhabihu ya mali zetu. Hebrews 13:16 inaongea juu ya hiyo, kusaidia watu ambao wanauzika, kutoa sadaka. Ukiona Exodus 25 inapeana juu ya aina ya sadaka iletwe. Inasema watu walete dhahabu, walete fedha, walete mali, walete sadaka, na wakileta inakuwa mzuri. Juzi mwezi uliopita mama mmoja alikuwa na shida sana, alitaka kununua ploti. Na amejaribu na ana pesa na anashindwa. Mungu akamwambia ita Bishop Steve akuje akule, mpikie. Sasa mimi nikaona mama ananiita, ananiambia kuja, nataka ukuje ukule lunch. Ya nini? Ni lunch. Nikasema hii kama ni hivi siendi peke yangu, wacha nitafute pastor mwenzangu. Kaambia twende, tumeambia twende tukule. Tukakula ugali, nyama ya wimbi, tukakula. Tuliposhiba bila kujua, roho ya unabii kaanza kushuka. Kwa maana unabii na kaanga kwa tumbo, lakini tumbo iko chini sana. So wakati umeongeza chakula, unabii nafanya nini? Unabii natoka chini, sasa tumbo inakaa chini, unabii nakuja juu.
Kaambia mama, naona ukinua ploti na naona ukijenga nyumba. Nikamwambia mpaka kala. Na leo tunaomba juu ya ploti. Akasema hiyo ndio ilikuwa ikinisumbua. Tukamwombea. Wiki hii Jumatatu tulikuwa tuna dedicate ploti yake. Amen. Hata hakutupea sadaka yake ilikuwa kutupikia. Na sasa mimi nashindwa, kwanza mimi na hapa taiti iko chini, ulikuwa unatupikia nini? Lakini sasa hiyo siku ilikuwa kupikia, ilikuwa dhabihu. Na watu wengi wanapoteza vitu za dhamana kwa maana ya uchoyo ya dhabihu zao. Sema amen. Amen. Na mimi nikianza kutoa ushuhuda ya sadaka, mimi na ushuhuda mingi sana ya dhabihu za mali yetu ambayo Bwana amekuwa akitubariki. Na nimejifundisha wakati yote unakuwa mtoaji, kuna kitu inatendeka. Mchungaji mmoja rafiki yangu alikuja kwangu akaniambia, Bishop, niuzie hii generator yako. Nikamwambia siuzi. Akaniambia basi nipe. Nikamwambia kama siuzi kupea ndio sikupei. Lakini nikasikia ndani yangu Bwana ananiambia siupatie huyu mtu generator. Na ilikuwa ya bei kali sana. Sasa sikutaka hiyo maneno. Ilikuwa yangu, hata ilikuwa ya kanisa. Nikamwambia wacha tuende town tuone mahali wanaomba pesa. Tuombe pesa ya generator. Wewe huwezi kushinda kulipa generator ukipewa wiki miezi miwili utalipa. Na akasema ni kweli. Na tukaenda katafuta mahali wanapeana pesa. Kabla tujapewa Bwana akaniambia, wewe na hii wenye wanapeana pesa ambao hawajaokoka, ni nani anatakana anipatie generator? Nikasema kwa roho yangu ni mimi. Nikamwambia pastor, twende wachana na hii watu, hata watatusumbua. Tukaenda Iroko, tukakaa pale juu. Nikamwambia my friend, nikupee 50,000 ununue generator. Cash. Nilikuwa naye. Akaniambia hapana. Nipe tu hiyo generator yangu. Yaani huyu mtu anafikiria nini? Mimi sikukopeshi, mimi naambia wacha nirudie vizuri, sikukopeshi na kupea. Wewe Mungu akubariki. Akasema hapana, nipe hiyo generator. Nikaona sitapingana na roho, nikaenda kwa kanisa akaambia chukua. Akaanza kushukuru Bwana. Asante kwa generator. Bariki mchungaji. Sasa hiyo mimi namwangalia tu. Na unaona kama umeibiwa, yeye ndiye ana celebrate na unashinda una celebrate nini? Unajua si ubebe hivi vitu yako utoke hapa. Na nikamsaidia kabeba, nikamwacha kanisani mwake. Nikaenda town kwa ile hoteli nilikuwa nimekaa, nimekasirika, nikaitisha chai. Nikunya nifikirie nilitumwa kuibiwa leo ama ilikuwa nini inaendelea. Nikiwa nakunywa chai nikapigiwa simu. Family fulani, hata si washiriki yangu. Wakaniambia, Bishop uko wapi? Nikamwambia niko hapa Iroko. Wakaniambia kaa tu hapo tunakuja. Wako wanapanda juu, wakafika. Kauliza ni nini? Bwana ametuambia tu saa hizi tukupatie 1,100 saa hizi. Amen. Dhabihu inafungua milango ambayo mwanadamu afikiri kama inaweza kufungua. Dhabihu inanena maneno ambaye ni ngumu mwanadamu kunena. Mwaka jana nilikuwa naelekea Amerika na sikuwa na pesa imejaa ya ticket. Nimeambiwa natafuta 90,000 na ijaja. Niko na pesa kidogo. Bwana akaniambia chukua hiyo 10,000 pelekea mama fulani. Nikasema Mungu, si ungeniambia hata washiriki yangu. Mshiriki ya wenyewe unanituma pesa niwape. Wangu nimemaliza. Unajua Mungu, afadhali ungenituma kwa wangu kwanza mwenye rafiki yangu, hata singengangana. Sasa huyu mtu kwanza ni wale walitoroka kanisa wakakuachanisha. Na Bwana anakuambia pelekea 10,000. Nikakaa wiki moja sijapeleka. Na hasira hata sina amani ya kupeleka. Gari yangu ikaharibika ikakula 10,000. Nikakasirika, Bwana akaniambia tuendelee na hii mchezo ama utapeana hiyo fedha. Nikasema nitapeana. Nikapelekea huyo mama nikampea pesa. Alilia. Sema naenda kujifungua na sikuwa na pesa na hatuna namna. Kweli wewe ni baba, nashindwa baba mgani? Hata mimi nataka nitoke hapa. Wakasema wananiombea, wakanibariki, wakaniombea. Nilipotoka pale hiyo wiki, kijana yangu akanipigia simu akaniambia acha kutafuta ticket. Nimelipa yote. Amen. Sema amen. Dhabihu ina kazi inafanya. Dhabihu inatoa watu kwa ile utumwa ambaye wanakaa ndani. Kwa hivyo katika dhabihu zetu tunatoa sacrifices ambaye ni za pesa. Na kuna hatari, dangers of not sacrificing. Kuna hatari ya kutotoa dhabihu. Hatari gani? When people don't have an
altar to sacrifice, they invest in idols. Sikia hii. Wakati watu wamenyimwa madhabahu ya kutoa dhabihu zao, lazima watoe sadaka, lakini watatoa kwa miungu ingine, kwa maana wamenyimwa nafasi ya kutolea Mungu wa ukweli. Kwa hivyo ukiwa mchungaji unyime watu nafasi ya kukutolea dhabihu, watatoa kwa mazishi, watoe kwa wasinde, sijui ni msimu yao, watoe ng'ombe wapeleke, lazima kutapatikana madhabahu. Na wacha tusomee mstari katika Biblia, katika Exodus 32 verse 1. Exodus 32:1 inasema nini? Kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa kwanza. Inasema, hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima. Walipoona Musa ameshuka, unajua Musa ndiye alikuwa na ufunguo wa madhabahu, na akaenda mlimani akakaa. Wiki ya kwanza hawakutoa sadaka, wiki ya pili hawakutoa sadaka, wiki ya 4 hawakutoa sadaka, wiki ya 5 hawatoi dhabihu. Wanauliza wakasema, tuunde madhabahu ingine kando na ya huyu mtu, siku ile atarudi labda hata alikufa. Wakatoa dhahabu wakatengeneza madhabahu. Nafikiri ndio kufika chapter 25 Bwana anamwambia Musa, hii watu huwa na sadaka, wewe ndio hujawaitisha, waambie walete ile sadaka ambayo kila mtu anataka. Kwa hivyo wakati yote umenyimwa nafasi ya kutoa dhabihu, utatoa hiyo dhabihu mahali fulani, na haitaitwa dhabihu, utakuwa umetoa kwa miungu. Utakuta hizo pesa zenye umekataa kutolea Mungu zinapewa sababu zingine, zinaenda jela, zinalipia wagonjwa, unabebeshwa mizigo ya uko kwenu. Na kuna watu hapa huwa maisha yako umebeba tu mizigo ya huyu, akiisha huyu, kwa sababu hujawahi toa sadaka. Ukitoa sadaka, hizo madhabahu za magonjwa, madhabahu za madeni ya uko wenu inaisha, ili fedha zako zikuwe na faida kwa maisha yako. Na mara nyingi wakati yote nimeona ninaenda hasara ama ninapoteza pesa, huwa namwambia Mungu, kama ni sadaka niambie nitoe sadaka kuliko niende hasara. Afadhali nitoe dhabihu, nitoe sadaka kuliko niende hasara. Kwa hivyo wakati hatari ya kutotoa dhabihu ni nini? Wakati unachelewa kutoa dhabihu, utakuta pesa zako zinaenda mahali pengine. Na wale watu ambao wanachukua sadaka wanaweka, kuna watu wanawekanga sadaka mpaka mara moja wanatoa kwa mwaka. Nilienda Amerika nikaona kuna watu ambao hutoa dhabihu mara moja Januari, anaandika check. Inakaa mzuri sana ikikuja kwa kanisa cheki ya 1,300. Lakini dhabihu inatakana ikue kila siku, kila wiki, kila mwezi. Vile neema ya Bwana inaendelea, vile unataka kukutana na hiyo madhabahu, vile unataka kukutana na hiyo uwepo ya Mungu, you give your offering as you continue in your life. Kuna dhabihu za kila siku, kuna dhabihu za kila Jumapili, kuna dhabihu za kila mwezi, kuna dhabihu baada ya miezi 3, kuna dhabihu ya kila mwaka. Nimevuna mahindi, nataka kutoa dhabihu. Bwana ametupea afya kama jamii, wiki, mwezi mzima, mwaka mzima. Kama hii mwaka lazima watu wainue madhabahu. Ikifika Disemba uone unakaa na jamii yako, unaita watu wote na waambie tunataka tutoe sadaka. Kama hatukukufa hii mwaka ya corona, hatukukufa njaa, Bwana ametuhifadhi, wengine waligonjeka wakapona, lazima tumtolee Mungu dhabihu. Na ndio mwaka ikiisha, kama ni nyinyi wachungaji, lazima muandalie washiriki wenu wakati ya Thanksgiving. Usimalize mwaka hujaandaa Thanksgiving ya nini? Ya watu kubariki hiyo madhabahu, ili wabariki hiyo kuhani, ili mashida zitoke kwa maisha yao. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine ambayo inatendeka wakati madhabahu haitolewi dhabihu, katika Samuel wa kwanza 3 mstari wa 3, Biblia inasema wakati wa Samueli taa ilikuwa karibu kuzima. 1 Samuel 3:3. Taa ilikuwa karibu kuzima. Kumaanisha nini? Wakati yote madhabahu haitolewi dhabihu kila siku, ni kama unapika getheri alafu uende masaa 8 hujarudi pale, sikuni inafanya nini? Inazima. Na Biblia inasema nini? Moto wa madhabahu usifanye nini? Kwa hiyo lazima ukuwe na dhabihu. Usikubali unamaliza miezi 6 hakuna dhabihu umetoa, wiki hakuna kitu umetoa, ili moto wa madhabahu uendelee kuwaka. Sasa siku ya Samuel, kwa maana walikuwa wameachilia madhabahu, ilikuwa inazima, hakukuwa na mafuta ya kutosha.
Wakati Mungu anamuita Samuel, Biblia sema na taa ya madhabahu ilikuwa inatakana izime. Lakini kwa Biblia wa Leviticus anawaambia na madhabahu, moto wa madhabahu usiishe. Na kumbuka wakati tunaongea juu ya moto wa madhabahu, kuna dhabihu ambayo tunatoa ambayo ni ya maombi. Na nashukuru katika nyumba hii mmekuwa na hiyo dhabihu ya maombi mnatoa kila siku. Na hii ndio sadaka watu wapendi kutoa. Wengine afadhali kutoa pesa na wasiombe. Lakini madhabahu haiwezi inuliwa na sadaka kavu ambaye haiendeshani na maombi. Sema amen. Sema amen. Maombi ni ya maana sana. Kama vile hata ukipakia mkate Blueband unataka ikuwe na chai. Naye maombi kwa sadaka zote zenye unatoa, hakikisha kuna maombi. Niko naongea na watu jameni. Kwa hivyo ukitoa tu sadaka zenye hazina maombi, ujue wewe unacheza na Mungu, bado hujajua Mungu wako, kwa maana Mungu hujibu maombi ya watakatifu. Sema amen. Kitu kingine, wakati watu wanachelewa kutoa dhabihu zao, watu wanaingia katika utumwa. Inaitwa siege. Shetani anawaweka katika utumwa, bondage, wanafungwa ndani. Na unaona wakati wa Elia kulikuwa na njaa kwa muda wa miaka 3, kwa maana hiyo miaka 3 hawako wanatoa dhabihu. Na ndio mvua inyeshe, Elia hakuanza tu kwa maombi, alianza kwa kuinua madhabahu. Wakati yote kuna ukame kwa maisha yako, ujue anza kujiandaa kutoa dhabihu zako. Jiandaa, ingia fasting, ingia praises, na uanze kujiandaa kutoa dhabihu yako, kwa maana ndio hiyo mvua ishuke kutoka juu, lazima dhabihu zionekane. Oh my God. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia inapeana mfano mingi sana, nikianza hapa siwezi kumaliza, ya watu ambao waliinua madhabahu na mambo ikabadilika. Waisraeli walikuwa wanapigana na kabila ya Benjamin katika kitabu cha Judges, nafikiri chapter 19. Na katikati ya kupigana walishindwa mara 3. Walipoona wameshindwa mara 3, Biblia inasema wakarudi, wakafunga the whole day, wakatoa sadaka zao, wakamuuliza Bwana, twende tukapigane. Bwana akamwambia, endeni, nitawapigania. Na hapo mbeleni waliulizwa Bwana, twende tukapigane, akasema endeni. Mnakuja na kiburi hapa bila sadaka, endeni. Wakapigwa, wakarudi tena, twende, endeni. Lakini bibi hii ya 3 wakakuja, wakafunga, wakainua madhabahu ya maombi, wakafunga mpaka jioni. Amen. Walipofunga mpaka jioni, Biblia inasema wakatoa dhabihu, wakaenda wakapiga, wakamaliza kabila ya Benjamin. Kuna maadui kwa maisha yako ungetaka kupigana nao, na hawawezi kuondoka, kwa maana kuna dhabihu kwa maisha yako hujawahi kutoa. Sema amen. Kuna dhabihu Bwana anangoja tu, iko siku utatoa dhabihu. Na tunatoka area ambayo ni tofauti, kwamba wewe labda uliwahi changa ng'ombe ya tohara na ng'ombe ya kutengeneza kaburi. Hiyo sadaka Bwana Mungu anakumbuka tu. Alafu unakuja kwa Mungu Jehova wa milele, sadaka ile kubwa yako mwaitoa ni 40 bob, na ulilalamika. Sasa unangoja kitu itendeke. Bwana anakuombea zile sadaka 2, sadaka ya tohara, sadaka ya mazishi. Anasema huyu madhabahu yake ya giza ni kubwa kuliko ile madhabahu ya Jehova ambaye anatii. Ndio maana kama tunataka ukombozi, tunataka rehema, tunataka huruma, tunataka Bwana atuhurumie, lazima tukubali kuinua madhabahu kwa sababu ya Bwana. Na shetani kama kuna kitu anapigana naye na kanisa ya leo na kanisa ya Kenya, ni sadaka. Hata ukisikia wameweka kwa media, mapasta wameitisha pesa, na si wote, ni 3. Mapasta wengi wanaumia na nobody cares, kwa maana shetani anapiga kelele sana akiona watu wanaweza kutoa dhabihu. Na watu wanasema kwamba hii kanisa wametoa sana. Siku moja nikiwa kwa radio ninahubiri, mtu akapiga simu akasema, hello pastor, niruhusu nikuuliza swali. Nikamwambia uliza. Akasema, nasikia kwa kanisa yenu mtu kuingia kwa mlango lazima atoe sadaka ya shilingi 200. Nikamwambia sitaki kusema ni ukweli ama ni uongo, lakini sisi huwa tunatoa zaidi ya shilingi 200.
Kwa maana shilingi 200 ukigawanisha mara 7 ni pesa ngapi? Ni karibu 25. Sasa hiyo pesa hiyo ndio tunatolea Mungu. Hiyo ni pesa kidogo sana. Tunatoanga hata 200. Kwa hivyo kusema ati kwa kanisa yetu lazima mtu atoe sana, hiyo siwezi kupinga, ni ukweli. Tunatoa sana kwa maana pia Mungu ametupatia sana. Na Biblia inasema yeye yule ambaye amepewa nyingi, Mungu anatarajia nyingi kutoka kwake. Ya mwisho nikimaliza nataka ushike hivi. Mungu hawezi itisha dhabihu ambaye hauna. Mungu hawezi itisha dhabihu ambaye hauna. Na kuna wimbo tulikuwa naimba zamani nasema, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe, Bwana anakuona mpaka moyoni mwako. Mungu hawezi itisha dhabihu ambaye hauna. Hiyo ni ya kwanza. Pointi ya pili nataka ushike nikimalizia. Mungu ameweka mikakati ya watu kutoa dhabihu kila siku. Ameweka mikakati. Mtoto akizaliwa usipeleke mtoto dedication mikono mtupu. Siku ya Biblia inasema yule maskini atoe njiwa 2, hiyo ni shilingi 200. Aende na yule maskini, sio yule tajiri, yule maskini. Na dedication ya mtoto wako ni kama insurance ya gari yako. Vile gari ni ya bei kali, ndio vile insurance inakuwa. So vile unaona mtoto wako unatoa dhabihu kufuatana na huyo. Bwana amehakikisha ametubariki na nyumba. Tunakuwa na dedication ya nyumba. Bwana ametubariki na biashara mpya. Dedicate biashara mpya na sadaka na dhabihu zako. Bwana amekuponya, ulikuwa mgonjwa. Hapana kusema Bwana asifiwe, nilikuwa mgonjwa wiki 4, nimepona ndio nimerudi hata munichangie. Hiyo ni tabia mbaya. Unatakana ukuje na sadaka, nilikuwa mgonjwa. Ni Bible, si mimi nasema. Yesu anasema hivi. Baada ya kuponya wale wanaukoma, akawaambia nini? Endeni mkatoa sadaka ile Musa aliyoahidi. Na ndio wamepona. Baadaye waambie chukueni hii muende mkule kule kabla nguvu irudi. Kama una hakika umepona, go and seal your testimony. Chukua dhabihu mtolee Bwana, asante kwa kuniponya Bwana, na kusema Bwana, mimi nimekataa kugonjeka kwa maisha yangu. So Mungu ameweka mikakati ya watu kubarikiwa. Ameweka mikakati ya sisi kumtolea dhabihu. Na kila siku fungua macho yako. Roho Mtakatifu anaongea na sisi usiku na mchana. Anakuambia bariki huyu, anakuambia bariki yule, anakuambia bariki huyu. Amefungua madhabahu nyingi. Kwa nini? Anataka kukusaidia. Mungu hakunyanyasi akikuitisha sadaka. Anakufeva kwa kukuitisha sadaka. Amen. Ya mwisho, Mungu akitaka kukumaliza anakunyima nafasi ya kutoa sadaka. Mungu akitaka kukumaliza anakunyima. Ndio unaona unakuja kanisa huna sadaka na usikii kitu yoyote, ujue Bwana anataka kukumaliza. Lakini kama unasikia hofu, ujue Mungu anataka kukubariki. So hii kukaa unasikia hauna roho, hauna mzigo, hausikii kama unataka kumtolea Mungu, usijali. Labda hata si wewe, labda dhabihu zako zimekataliwa. Na ninaomba Mungu atusaidie sadaka zetu zikapata kukubaliwa. Nataka nifike hapo, na naamini Mungu wakati tuna raise altar. Wacha niongeze point chache. When raising an altar, kuna mambo ambayo lazima tufanye. Ya kwanza, every altar must have a priest. Identify kuhani ambaye unapelekea dhabihu zako. Number 2, prepare your spiritual sacrifice. Andaa dhabihu za kiroho. Wakati yote utaenda kutoa dhabihu, usiende na pesa bila maombi. Anza na maombi, anza na kuomba, anza na kujiombea, ili sadaka yako isitumike kinyume yako. Wakati yote omba. Mimi nafikiri Anania na Safira kama wangeomba hiyo asubuhi kabla wajaenda kanisani, waseme Baba, leo unajua tumekata hiyo shamba, lakini nusu tumeweka, tunaenda kutoa hii sadaka, tusaidie. Roho angewaambia hakuna haja, toa yote. Hakikisha kabla hujatoa dhabihu ya kimwili, toa dhabihu ya maombi. Number 3, identify the reason why you are raising an altar. Tafuta ujue sababu gani unainua madhabahu. So anytime you want to do something great, identify. Kama unataka kujenga nyumba,
na unajua unahitaji muujiza, unainua madhabahu ya hiyo nyumba ya mawe unataka. Unatoa dhabihu inafanana hiyo nyumba yenye unataka, ili Mungu aifanye ikuwe nyepesi, iwe rahisi kwako. Sema amen. Nilikuwa nataka kujenga nyumba yangu, na pali ninaishi kulikuwa hakuna stima. Stima ilikuwa mbali sana. Nikapima siku moja, nikaona ni meters 400 ndio stima ya mwisho iko. Mzee mmoja Tiwani, wakati tuko na ubiri Tiwani, nikaona ni mshiriki wangu ndio hana stima, ploti yake ndio nyeusi kuliko yote. Bwana akaniambia bariki ule mzee na stima. Nikaambia Jumapili, Bwana ameniambia niwekewe mzee stima. Kuanzia leo nitakuwekea stima yote. Na siku ilikuwa bei kali 35,000. Tukaweka 35,000 tukamwekea. Haikumaliza wiki mbili, sijui mwezi moja, Uhuru akasema kuna stima ya bure. Mnakumbuka Uhuru akisema stima ya bure baada ya dhabihu yangu? Akasema kuna stima ya bure. Na pali ninaishi hakukuwa na dalili yote ya kuwekwa stima, kwa maana hata hakuna watu. Stima ilipitia kwa mlango yangu, nikawekewa stima, nikaambiwa jenga kibanda, nikajenga. Siku ile nilienda kwa Kenya Power kulipa, walikuwa nalipa 1,070, akaunti yangu ikasoma 0. Nikawaambia si nimekuja na pesa, wakasema kama hapa imesoma 0 unataka tukupeleke hii pesa wapi? Wewe enda. Sikulipa hata nururu hiyo stima, nilipewa yangu bure. Mpaka leo sijui akaunti ya Kenya Power ilisoma 0 aje. Nikang'ang'ana, akaniambia wewe toka hapa, akaunti imesema 0, unataka tuweke hii pesa wapi? Na ni ya kompyuta. Nikatoka hapa. Nikajua Mungu wakati yote unataka kutoka mahali, identify the reason why you are raising an altar. Kama ni kwa ajili ya mtoto wako anaenda form 1 na mtoto wako labda ako 7, angalia wale ambao wanapeleka watoto form 1. Nunua sanduku saa hizo, panda mbegu that time. Ambia mama nasikia wapeleka mtoto form 1. Mimi nitakupea sanduku, atafurahi na kubariki. Kumbe umeweka akiba, umeanza kuinua madhabahu ya mtoto wako. Bwana asiwe sana. Hapana kaa tu kama mawe haielewi nini inaendelea. Anza kupanda kabla haijafika pale. Sema amen. Number 4, prepare a plan and your offering sacrifice. Anza kupanga sadaka yako vizuri. Plan your offering. Kuna sadaka tunatoa haraka haraka, lakini unaweza mwaka huu unaweza sema nataka kutoa sadaka fulani. Bwana amenipea miaka 30 kwa ndoa, nataka kutoa sadaka. Anza kuandaa mapema. Plan in advance. Ujue ni sadaka gani utatoa. Amen. Number 5, write down your expectation of the altar after the prayers. Baada ya kutoa dhabihu yako, kwa leo tunaenda kuchukua dhabihu, andika matarajio. Usipeane pesa kwa supermarket na ujui ni nini unanunua. Wakati unapeana pesa, jua ni nini unanunua. So anytime you give an offering, jua ni nini hii unataka hii sadaka ifanye. Sasa mbinguni kuna masadaka zenye hazina jina, yani ni pesa zimewekwa hapo kwa supermarket na wenyewe wakusema wanataka nini na wakatoka wakaenda. Sasa mwenye supermarket na hii watu wanatupanga pesa hapa, wanafikirianga nini? Pesa yako ikuwe na jina, dhabihu yako ikuwe na jina. Hii ni madhabahu ya uponyaji. Kuna mwingine aliinua madhabahu akasema Shalom. Hii ni madhabahu ya amani. Kanisa yetu ilikuwa na vita sana wakati nilikuja Kitale 2002. Na 2005 tukiomba na kufunga, Bwana akaniambia kanisa siwezi kuibariki. Nikamuuliza umesema nini? Siwezi kuibariki. Na mbona unaruhusu mimi nachoka hapa hivi? Kwa nini? Akasema hii watu wamepigana miaka mingi sana, lazima muinue madhabahu. Na mimi sijui hata sikia vitu inaambiwa kuinua madhabahu. Nikaandaa ibada inaitwa Shalom 2005. Tukatubu, tukaomba, tukainua madhabahu ya kwanza. Tukaambia Bwana utupatie amani miaka 10. Unajua siku hiyo iko wakati unaona miaka 10 kama ni mingi. Unajua kutoka 2005 mpaka 2010 hatukuwa na vita, kwa hiyo kanisa zilikoma. Na hapo ndio tulitajirika, hapo ndio neema ilikuja. Tuliraise madhabahu ya amani. Sasa baada ya hapo kila mwaka lazima tukue na madhabahu.
Hii Sunday tunainua madhabahu, the altar of preservation ya hii mwaka, ndio tusikufe na corona na tutokezee tukiwa normal. Kwaona ukiangalia uone dalili ya kutokezea. Amen. So wakati yote nainua madhabahu, ipatie purpose. Usiinue madhabahu ambayo haina kusudi. Ambia Bwana, kupitia hii madhabahu nataka hii na hii na hii. Namalizia hapa. Siku moja tulikuwa natoa sadaka kanisani. My brother mdogo akainua mkono akasema atatoa 40,000. Na mimi ako chini yangu. Na mimi nilikuwa natoa 10,000. Mimi ndio bishop. My assistant pastor ametoa 40. Nikamfuata nyumbani kumuuliza, ulikuwa unataka kuni humiliate ama ni nini? Niambie ni nini? Ulifikiria nini? Akasema mimi sikutoa sadaka. Mimi nilikuwa natoa insurance ya miaka 40 ambayo iko mbele yangu. Sasa kila mwaka nikatolea 1,000. Kwa hivyo ukiniona hivi ujue sitakufa mpaka hii 40 ishe, labda baada hapo kama sitatoa sadaka. Haya, nikasema unganiambia hivyo hata mimi ningetoa 100. Mimi sikujua ni mambo serious. Akaniambia mambo ya kiroho it's always serious. Baada ya miaka kama 5 ama 7, my brother gari yake karibikia barabarani. Mtu tu bila common sense akapiga simu polisi, akaona nimeona jambazi moja mkubwa ni kama mnamtafuta, amepark gari yake hapa kando ya barabara. Kenya polisi kutoka hapa siwache watoke mbio. Wameambiwa order to shoot, kwa maana siku hiyo pia kulikuwa mjambazi mkubwa anatafutwa na amekuja Trans Nzoia. Unajua shetani anajua kupanga vitu yake. Sasa na mwingine mjambazi mwingine amepiga simu tu accidentally, hata ajue anapiga nini. Sasa polisi wakaambia ule mjambazi ameonekana. Sasa mkifika hapo kwa hiyo gari mumimine risasi. Wakafika hapo kwa gari na ni gari imeharibika. Ule walikuta ni mechanic. Bwana amemwambia hebu toka, enda omba maji hapa. Sasa yeye ametoka kidogo. Wameshika. Iko wapi bunduki? Wakashika. Iko wapi bunduki? Kalalisho kwa lani. Sasa watu wakitoka Kimilili na magari wakasema haya, nyinyi askari mna shida. Mnashikaje pasta? Si mnaona hata kanisa hii si gari ya kanisa. Hata maposta zimejaa ndani. Aliponea hivi. Akasema akiwa chini akaambia Bwana, kumbuka sadaka yangu ilisema 40 years. Na kama ninakufa, hii ndio formula. Hii kama unataka nikuje mbinguni, si unitafutie barabara mzuri kuliko kuitwa jambazi. Mimi sikufi. Hii dhabihu ya ndoa yako, hii dhabihu ya watoto yako, hii dhabihu ya huduma yako, hii dhabihu ya mahali unataka kuenda, inategemea seriousness ambayo uko naye. Na kuna watu Bwana anataka waende mbali, lakini kile inawakataza ni dhabihu zao. Kwa maana hawana madhabahu, hawana mtu wana identify kama kuhani wao, hawana mtu yote wanaweza kujiombea, na uwezi ukajitolea dhabihu na ukue kuhani. Nitarudia tena. Hauwezi ukajitolea dhabihu na ukue nani? Ati mimi ndio kuhani sasa leo ninajitolea dhabihu, unachukua pesa kutoka kwa mfuko uweke hapa, unachukua ng'ombe kutoka hapa unapea mama upande yeye naye nyumbani. Oh, Biblia iko very clear. Ikifika juu ya dhabihu inasema hata kuhani Aaron akishatoa ile dhabihu zote akipokea atoe fungu la 10. Hey, God is very keen about offering. Sema amen. Na mnisaidie wa mama kuambia wachungaji wenu watoe sadaka.